Kibango hichi kitakwenda kumsaidia dereva kumkumbusha kuwa asimame ili wananchi wapate huduma ya kukatisha barabara. Sema dereva, kumkumbusha. Dereva anajua kama watu wakitaka kukata barabara ya simame. Lakini kuna mambo mengi kwa sasa. Inaweza kumuona mtu anatembea barabarani lakini yupo figa tu pale, lakini akili haipo pale. Ajali zipo, lakini ajali tunazisababisha sisi watu. Kama sio wewe ni mimi, kama sio mimi basi mtoto wangu. Tuanzie hapa. Kila mmoja aseme ajali haikubaliki. Kama ambavyo wamesema Halotel ajali haikubaliki kwa kuanza kutoa vifaa. Lakini na wewe kwa nafasi yako sema ajali haikubaliki. Anza wewe mwenyewe kwanza kutii sheria za barabarani, lakini wadhibiti watu wa karibu yako. Dhibiti mwanao, dhibiti mtoto unayemlea, dhibiti jirani yako, dhibiti chombo chako kisiendeshwe na mtu ambaye hana leseni. Huo uendeshaji tunaouona huo ni matumizi mabaya ya vyombo vya moto barabarani. Tunawaomba na jumuiya nyingine waje tushirikiane. Hili jambo si la mtu mmoja wala silo la kusema serikali itafanya nini. Kila mmoja ajiulize yeye anafanya nini. Kwa hiyo Halotel walipojiuliza wao wanafanya nini, mimi nafikiri hawakuwa na kigugumizi kuwaunga mkono ndugu zetu hawa. Kwa sababu wamejiuliza sisi tunafanya nini katika kusaidia usalama barabarani. Sawa tunatoa huduma za mawasiliano, lakini hawa wanaotumia huduma wako salama? Wakajijua kuwa kuna kitu ambacho lazima wakipeleke kwa jamii. Mzia kwamba kwa nini Halotel wamefikia uamuzi wa kuchangia hii program ya huduma ya usalama barabarani. Kwanza kabisa ni miongoni mwa tunasema kwamba tunarejesha kwa jamii kwa kile ambacho tunakipata kutokana na biashara ambayo tunaifanya hapa Zanzibar. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunavirudisha kwa jamii ni kimoja hapo kimekuwa ni hichi, kwa maana ya kwamba kwa kushirikiana na Majlis Islamia tumekuja na hii program ya kuweza kuhakikisha usalama barabarani. Wote tunafahamu kwamba barabara sasa hivi zinazidiwa, kwa maana ya kwamba magari yanaongezeka, vyombo vya moto vinaongezeka, kuna bodaboda, bajaji zinaongezeka. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo wanaipata watembea kwa miguu ikiwemo wanafunzi katika barabara zetu ni katika kuvuka zile barabara. Tunajua zebra cross zipo, lakini saa nyingine kama alivyoeleza mheshimiwa mgeni rasmi kwamba saa nyingine madereva wanakuwa hawako aidha katika chombo kile kiakili haipo pale, au wanakuwa na changamoto zingine ambazo zinatokea barabarani. Msisimko huu unakuja na jukumu la usalama. Hatua ambayo leo kama kampuni hatuko pekee kwa ajili ya kufanya mawasiliano tu, kutoa huduma ya mawasiliano, bali kama mwanachama kamili wa jamii tunatoa support, naweza nikasema, ya vifaa vya alama na vizibao ambavyo kwa hakika vinakwenda kuokoa maisha ya Wazanzibari. Nchi yetu sasa hivi imekuwa na miundombinu mizuri ya barabara ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi ametuwekea barabara kuanzia vichochoroni, barabarani, mijini, mashamba, sehemu ambazo udhani kuweko barabara leo zimefika. Na kadhalika kumekuja na maendeleo ya vitu vitatu vikubwa katika nchi yetu. Mahospitali kila sehemu yako, masoko kila sehemu yako, maskuli ndio usiseme. Na sehemu zote hizi tatu zina movement ya watu kutembea. Pia kuna wingi wa vyombo vya moto, hasa bodaboda, bajaji na kadhalika. Sasa ajali zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo Majlis Al-Maarif kwa uoni wake wa pekee ndipo ukaamua kuleta projekti hii ya usalama barabarani. Na projekti hii tumejaribu kudili na serikali yenyewe, Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi kwa mkurugenzi wa mawasiliano. Majlis Al-Maarif imepata elimu ya kutosha ya usalama barabarani, na tukaamua elimu ile pia kuisambaza katika sehemu mbalimbali, kwenye maskuli, kwenye maskani za watu na sehemu mbalimbali kadhalika. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu,
Hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. He, kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.